السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي الصالحين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، kawaida ni siku yetu tunayozungumzia masala ya fiqhi, na masiku haya tulikuwa tunaitazama fiqhi fi nikahi, katika masala ya ndoa, lakini tulijulisha kwamba kwa siku ya leo, kwa wale ambao wamo kwenye group, tulizungumza kwamba leo insha Allahu taala yawezekana ikawa ni siku yetu ya mwisho kwa darsa za usiku kwa kipindi hiki. Tutarajia Jumatano ya mbele insha Allah huenda tukawa tumo katika masala ya tarawih. Sasa tukaonelea kwamba leo tuitumie siku yetu, na tukuombeni radhi wale ambao wamejiandaa kwa ajili ya darsa ya masala ya ndoa kwa shauku na hamu, ili leo iwe ni siku yetu tutakayozungumzia masala ya al-istidadu li Ramadhan, kujiandaa na mwezi wa Ramadhan. Na Ramadhan, utaratibu wetu, darasa zetu zinakuwa ni wakati wa al-asri, muda wa al-asiri, tunaendelea darasa zetu maalum, hasatan ni masala ya Qur'an na adabu, nidhamu ya Uislamu na zile tunazoendelea nazo za tafsiri za kawaida za usiku na fiqhi za usiku. Kwa kipindi cha mwezi mzima tunazifunga kwanza, ili tuendelea darasa maalumu zinazohusiana na mwezi wa Ramadhani. Kwa tukaonelea ipo haja ya kuzungumzia kuhusu jambo tukufu linalotukabili mbeleni kwa yule ambaye Allah atampa taufik ya kuingia mwezi huo. Na kwa nini? Kwa nini maandalizi? Kwa sababu Muislamu maisha yake yanatakiwa yawe ya mipango. Unapokuwa katika maisha, ujiandae kuwa mtu wa mipango. Wenzetu wazungu wakachukua na kutoa hata msemo unaosema if you fail to plan, you plan to fail. Kwa maana ukiwa utakosea kupanga, umepanga kukosea. Kitendo cha wewe kukosea kupangilia mambo, tayari umeshapangilia kukosea. Uislamu ndio dini inayozungumzia kupanga wakati, nidhamu. Sasa kwa kuwa tunaelekea kwenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuupata vizuri huu mwezi, tukapata mafanikio ambayo Mwenyezi Mungu ndani yake ameandaa sisi wenye kufunga tuyapate, lazima tuwe na maandalizi. Tuchukulie tu
mambo yetu ya kawaida haya ya mipira, vipi timu inapokabiliana na gemu ambayo ni tough kidogo, mechi ambayo ni ngumu, inakuwaje timu ile katika maandalizi? Si inakuwa kuna kambi, tena kambi zile zinakuwa zina uangalizi wa hali ya juu. Wewe unakuwa unachungwa, hata ukitoka nje, huyu asije akanunuliwa huko nje, huyu asije akakutana na wapinzani wetu akamuweza kwa rai, huyu asije akaumia. Ile kutembea kwako nje inachungwa. Sasa kwa nini? Kwa sababu kuna maandalizi ya kitu ambacho nyinyi kama nyinyi mmekiona ni kitu kikubwa. Wa kaifa li Ramadhan, vipi kwa mwezi kama wa Ramadhan? Na tulizungumza hata katika khutba kwamba mwezi wa Ramadhani ni mtukufu. Yawezekana tukawa tunajua ni mtukufu kwa maana ya neno tu tukufu, lakini thamani hasa ya moyoni ikawa ndani ya moyo haijakita mtu kuweza kuona sharafu ya mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana watu wanaingia ndani ya Ramadhani wakawa wana mambo ambayo hayahusiani na Ramadhani wanayafanya, na yakawa yanawapotezea fadhila au yanawakosesha wasaa wa kuyafanya yale mambo yanayotakiwa hasa kufanywa ndani ya Ramadhani, au kuchungwa kutofanywa ndani ya Ramadhani. Wao wakawa bado wapo, wakaichukua Ramadhani kama vile miezi mingine ya kawaida katika kuutumikia, wakaichukua Ramadhani kama miezi mingine ya kawaida katika kulegea na kulegeza spidi yao katika ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya maarufu, hatuwezi kuzungumza Ramadhani kama aya hiyo hatujaisoma mara nyingi tu. Sema aliwaita watu gani alipowanadia kwamba mumewekewa, mmefaradhishiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ya saumu. Mwenyezi Mungu aliwaita watu maalum. Yawezekana hapa ndipo tunachezana hapa. Sasa wakiitwa watu hao, wewe ni nani au uko wapi hata usiitike ukajiingiza katika watu hao? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Imekwenda aya mpaka ikafikia maneno Allah akasema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquranu hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ila akhiri. Allah anasema, enyi mlioamini. Kwa wanaoitwa hapa ni watu ambao imani yao imekaa sawa sawa. Hakusema ya ayuhan nas, enyi watu, hakujumuisha watu wote. Enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyam, imefaradhishwa kwenu nyinyi funga. Mambo mawili hapa yashazungumzwa. Kwanza wameitwa watu maalum, ahlul iman. Ahlul iman, watu ambao wana imani ya kisawa sawa. Baada ya kuitwa wakasikiliza, maana mimi na wewe tunatakiwa tusikilize, tuwe tayari kusikiliza tunapokea nini kutoka kwake Allah. Kutiba alaikumus siyam, imefaradhishwa juu yenu funga. Jambo la pili hilo katika aya anatunadia Mwenyezi Mungu ya kwamba mmewekewa jambo la faradhi ambalo ni la kufunga. Jambo la pili, ili usijione kwamba wewe umeonewa au lisionekane kuwa hili jambo ni geni, na wewe upate hamasa kwamba jambo kama hili walishafanya watu wengine kabla yetu sisi. Allah akasema, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa
kwa wale ambao waliopita kabla yenu. Unapofanya jambo ukaambiwa wenzako tayari wameshatangulia huko kufanya, unakuwa unaona kama mimi sio peke yangu, unapata hamasa kiasi fulani. Kwa inaongeza hamasa baada ya kuitwa we muumini, ukapewa mzigo huo, kazi hiyo. Sasa unaambiwa hili jambo walishapewa watu wengine kabla. Lakini kipengele chengine Allah akatuambia lengo, alhadaf. Jambo lolote unalolifanya uwe na malengo. Ukiwa na malengo, ukiyatazama yale malengo, utatumia mbinu, njia, mikakati na plan, mipango kadha wa kadha, ili uweze kufikia nini? Lengo. Sasa ikiwa tunaingia Ramadhan hatujajua tuna lengo gani? Lengo hasa la aliyetuumba akatuwekea saumu ya Ramadhan ni lipi? Tunakwenda kufanya nini kwenye ibada? Unalifuatilia lolote, una malengo. Kama huna malengo ndo unafeli. Una strategies sasa, mikakati ya kufikia lile lengo. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Kupitia saumu ndicho chuo kinacholea na kutengeneza watu wacha Mungu. Nani wacha Mungu? Man humul muttaqun. Tuulize, wacha Mungu, kwani mcha Mungu ni nani? Mcha Mungu ni mtu ambaye anashikamana na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaamrisha, akawa katika utiifu kamili, akayawacha na kuwa na tahadhari na yale Mwenyezi Mungu aliyoyakataza kamili. Tayari mcha Mungu huyo. Ucha Mungu si jambo kwamba labda wanakuwa nalo watu fulani. Tunaweza tukawa na fikra katika akili zetu kwamba wacha Mungu ni wale wanaovaa kanzu tu mara zote. Wacha Mungu ni wale watu ambao wanadili katika misikiti mara zote. Wacha Mungu wanaweza kuwa ni wale watu ambao wanafundisha Qur'ani, ni maimamu, ni mashekhe. Wale ndio watakiwa wacha Mungu, wengine hatutakiwi, na hakuna ulazima wa kuwa wacha Mungu. Hapo itakuwa tunakosea. Tena tunamkosea sana Mwenyezi Mungu kwa kutofahamu maana ya ucha Mungu. Mcha Mungu atakiwa awe mtu yoyote aliyeumbwa na Allah akajua lengo lake la kuumbwa. Huyu atakiwa awe mcha Mungu. Huwa napenda kulikariri shairi la mmoja katika wasomi wakubwa ambaye alipozungumza uchaji Mungu akatahadharisha mambo, akasema khali dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi shawq yahdharu ma yara la tahqiranna dhanba inna dhunuba min alhasa. Hili napenda kulizungumza unapozungumzwa ucha Mungu. Anisemaje huyu? Anasema khali dhunuba saghiraha wa kabiraha, hebu jiweke mbali na madhambi, yawe madhambi madogo au hata yawe madhambi makubwa. Wewe kama wewe jiweke mbali nayo. Halafu akasema dhaka tuqa. Hapo ndo akachambua, huo ndio uchaji Mungu. Sasa huo ndio uchaji Mungu, vile mtu kujiweka mbali na madhambi. Unaona, hili dhambi hili lini litanipatisha dhambi, hili nitamuudhi Mola wangu, likiwa ni dogo au likiwa ni kubwa. Usingoje tu kwamba haya makubwa, haya madogo haya pia tuyaogope mkusanyiko wake huu. Haya madogo ndiyo yanatengeneza gepu kubwa baina yako na Allah. Leo utaweka doa kama vile nguo nyeupe inapoingia doa la ndizi au doa la kitu damu, kesho likaingia tena, kesho kutwa ule weupe utaonekana, ile athari itakuwa imeenea kwenye ule weupe na dosari ndio inakuwa kubwa licha ya udogo wake. Dhaka tuqa, huo ndio uchaji Mungu. Halafu akasema wasna kamashin fawqa ardi shawq, kisha fanya unayoyafanya kama vile mtu anayetembea kwenye ardhi yenye miba au ardhi ambayo itakuwa ina vigae. Anatembeaje mtu? Yahdharu ma yara, anachukua tahadhari kila analoliona. Akiona lile gae pale, anapembua, anatafuta mahala pa kuweka mguu wake. Kwa hiyo akatuambia kwamba fanya kama yule mwenye kutembea katika ardhi
yenye vigaegae, yenye miba, yakatumia miba. Huweki mguu wako popote, ukanyagi. Na duniani unapoishi usifanye lolote, chunga hadhari kabla ya kufanya. Yahdharu ma yara, mwenye kutembea katika ardhi ya miba anakuwa na hadhari ya kila analoliona. Hata maneno yako ukiyazungumza uyachunge ili yawe na kipimo yanapotoka, ndio cha Mungu, matendo yako, maneno yako. Alafu akasema la tahqiranna dhamba, usidharau dhambi, usidharau. Sema hii ndogo tu. Innal jibala min alhasa, hakika jabali lilianza kama nini? Changarawe tu, nakuwa lile lilianza changarawe mpaka limekuwa jabali. Na dhambi ukianza ndogo yake ukaiona ndogo, inakuwa mpaka wewe sasa yale mambo ya madhambi ambayo watu waona haya kuyafanya, waona yafanya mbele za watu, kwa sababu kushazoea. Lile tusi ambalo mtu likitukanwa mwenye staha anajificha, lile tusi anajificha, wewe kwako ndo unatukana au ndo unamchokoza mtu atukane. Yasikitisha, wakati mwingine unamwona mtu mpungufu wa akili, mwenye ugonjwa wa akili, wewe lile linalomfanya atukane ndilo kusudi unamwambia ili atukane, alafu unakaa unacheka, unaongeza la pili, akikereka anatukana, wewe ndo burudani yako, furaha. Hapa unajiuliza mwenye akili ni yupi kati ya huyu anayetukana na huyu anayefanya huyu atukane? Swali hilo. Lakini anapotukana, anamtukana mzee wako, ukaona wewe ni kuchekesha tu, ni kufurahi, lakini kumbe wewe ndo unamtukana mzee wako. Kwa hiyo unachunga lipi la kufanya ambalo halitakuingiza katika makosa. Kwa hiyo huo ndo ucha Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu ameweka chuo cha Ramadhan, ni wakati muhimu sana watu kwenda kujifunza, kulelewa, tarbia, yale malezi ya kulea nafsi zetu yanapatikana katika kipindi kile. Na ucha Mungu sio tu ndani ya Ramadhani kama wengine wanafahamu kwamba ili mpate kuwa wacha Mungu fi asri Ramadhan, fi muddati Ramadhan fakat, yani ndani ya zile siku 30 tu 29, kwamba zile ndio uwe mcha Mungu. Zikimaliza we ukiandama mwezi mfunguo mosi, wewe kama uliweka pembeni chupa ya bia, kama uliweka pembeni mambo kadha kadha ya zinaa, sasa ndo unayarejea, wasema si haba tuhoi, tulikuwa tupo katika wakati mgumu. Hamna. Ucha Mungu maana yake Ramadhan iwe inakulea mpaka Mwenyezi Mungu ameshakisia. Ikiwa watu watafanya maandalizi mazuri kuingia Ramadhan, wakaingia Ramadhan wakawa wanayajua yale malengo ya ndani ya Ramadhan, halafu wakayafanya yale yanayotakiwa kufanywa na muumini ndani ya Ramadhan, siku 30 kama ni kozi umekwenda, ukitoka kozi ile inaweza kukulea miezi 11. Ukijiona mwezi umeandama mfunguo mosi, umerudi kule kule, na wengine hata hawasubiri Ramadhani kumaliza, wanarudi kule kule walikokuwa, zile za mwisho mwisho tu. Au mwingine anaona Ramadhani ni wakati wa mchana, usiku anajifanyia analolitaka. Ramadhani mchana tu kwa sababu nilikuwa nimefunga, usiku yeye ana mambo yake yale yale. Bado Ramadhani saumun wa qiyamun, ni ile funga unayojizuia mchana kutwa na kisimamo kwa ajili ya Allah ndani ya usiku wako. Tarawih kuanzia hapo, witri na swala za tahajjud na nyinginezo, faragha yako na Mola wako. Haya ndiyo malezi ambayo wewe utayapitia ndani ya Ramadhan, ili siku 29 au 30 zinamaliza, wewe tayari ni mtu yule Mungu aliyemsema almuttaq, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa nini tukasema sote tutakiwa tuwe wacha Mungu? Kwa sababu hakuna pepo kwa asiyekuwa nani? Mcha Mungu. Kwani peponi wanakwenda ambao ni walimu tu au mashekhe tu au maimamu? Pepo kila mmoja wetu kaandaliwa pepo, uiddat lilmuttaqin. Allah alipoizungumza pepo anasema uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa wachaji Mungu tu, ni watu maalumu makhsus. Kwa nini wewe kama unataka pepo usiwe kwanza mcha Mungu? Kwa mlango wa kuingia peponi ni kwanza wewe kuwa nani? Kuwa mchaji Mungu. Kwa Ramadhani imekuwa maalumu kwenda kuwatengeneza hao watu waitwao wacha Mungu.
Tena Allah anasema ayyaman ma'dudat, ni siku chache mno zenye kuhesabika. Wewe angalia Rajab imepita vipi, angalia Shaaban imepitaje. Sisi tuko 10 la mwisho, tena siku 5-6 zijazo tunaingia ndani ya mwezi wa Ramadhan. Maana yake ni kwamba siku zinakwenda mno, siku zinakwenda mno. Kwa hiyo usione tu mwezi unakuja tunakwenda kwenye kero, tunakwenda kwenye wakati wa furaha, wakati wa kujitengeneza. Sisi tunakuwa tunapeleka vyombo vyetu service, sema hapa, au sio? Na ukikiacha chombo ukipeleke service, maana yake utaendesha debovu, utaharibika. Na Ramadhan ni mwezi wa kujitengeneza sisi, kujizoesha mazoea mbalimbali. Ikiwa ni hivyo na sisi tunataka tuipate pepo ya Mwenyezi Mungu, na Allah akasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wenye kumcha Mwenyezi Mungu ndio wenye mafanikio. Kwa sababu tunataka mafanikio, leo tupo hapa, kesho na kesho kutwa tunaondoka, dunia tunaiacha, tunakwenda mbele ya Allah. Tukifika huko ndiko tunataka mafanikio kuliko, ndiko tunataka kheri kuliko. Sasa kheri hizi ni lazim uwe ni mcha Mungu. Kwa kwanza tujue tunajiandaa na Ramadhani kivipi, yapi maandalizi ya Ramadhani. Sema kwanza hii akili na fikra zake mtu aiandae kwamba anakwenda kukabiliana na jambo kubwa muhimu ambalo yawezekana tunawajua baadhi ya wengi, wapenzi wetu, majirani wa karibu, ndugu, jamaa, marafiki, tulikuwa nao Ramadhani iliyopita, tukaftari nao, tukaswali nao tarawih katika swafu, lakini bil asaf, lakini ndio mipango ya Mwenyezi Mungu kwamba Ramadhani hii hawatakuwa na sisi. Hata sisi tuliopo hapa tunaozungumza na kusikizana pia hatujawa na uhakika kwamba Shaabani itapita hii halafu tuingie ndani ya Ramadhani tuko hai. Lakini al-istidad li Ramadhan min ashya'il ahammi, kujiandaa na mwezi wa Ramadhani ni katika mambo muhimu. Kwani ndani ya Ramadhani kuna nini? Ndani ya Ramadhani kuna saum, kufunga. Ikhwata alkiram, katika jambo ambalo ni muhimu sana ni jambo la saum. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadith, sumu tasihhu. Ina maneno haya katika hadithi hii mawili, sumu, fungeni, tasihhu, mtapata nini? Afya. Kwa nini afya? Kwa nini Uislamu unahimiza afya? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam aoanishe jambo la kufunga na jambo la afya? Unaweza ukenda katika hali 2 mpaka 3 kwenye hadithi hii. Ukenda biologically, ukenda kibiolojia, si uwanja wangu, lakini ukenda kwenye biolojia utazungumzia afya ya nini? Ya mwili. Na wazungu wenzetu na hata waliokuwa si Waislamu wengi unawakuta wanafanya system za maisha yao na nini? Na funga. Wanajitengeneza na funga, japo sio funga ya kisheria, lakini unakuta mtu kajipangilia mfumo hali mpaka muda fulani, na hiyo akila anakula kitu kidogo, halafu kuna muda anakuja kula kidogo, tena kidogo cha siha. Kama ni matunda ni kitu ambacho anachunga mipaka yake ya chakula. Kuna vitu hali kabisa kajizuilia, muda mrefu anakaa hajala. Uislamu umetengezea mazingira ukatuwekea ni ibada. Ile kukaa na njaa kwa muda mrefu ni ibada, na hii inatengeneza mashine yako ya tumboni inashughulika na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kusaga chakula, kutengeneza, kuweka sawa. Inakaa muda mrefu haijafanya kazi, umeipumzisha, umetengeza afya. Kukaa muda mrefu ila muda maalum, na huo muda maalum Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia usikurupuke tu kula, fungulia kwa tende au nini, maji.
Usivamie tu katlesi, muhogo wa kuchoma, pande la nyama unaanza ndo unafungulia kinywa. Akatuwekea utaratibu, anachunga afya zetu, ile saumu iendane, ndio utakuta mwili wako unakuwa fresh kabisa, mwepesi. Lakini hata ukienda hospitali ukicheki, wewe kaa kabla hujafunga Ramadhani, halafu funga kwa utaratibu mzuri aliozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu tenda kacheki afya yako, kaangalie, eka rekodi sasa, kabla Ramadhani haijaingia nilikuwa niko hivi kwenye sukari, mafuta ilikuwa yako hivi, pressure yangu ilikuwa iko hivi, kila kitu kiangalie, damu yangu. Halafu unaenda baada ya Ramadhani kaangalie kuna mabadiliko gani. Lakini chunga, usiwe unafungulia maji baridi, mabarafu ndo unaanza kufungulia, unatia tumboni, badala ya kutengeneza afya. Kwa kuwa umekwenda kinyume na daktari bingwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekwambia kunywa, fungulia kwa maji, halafu akwambia fungulia kwa tende, huku yafuata maagizo hayo, halafu ukawa unakula kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofundisha. Mtume kafundisha mpaka kula utaratibu, akasema nahnu qaumun la naakulu hatta najua. Mtume huyo anasema miaka hiyo 1400 iliyopita, sisi ni watu ambao hatuli mpaka tuone njaa. Mtume anafundisha kukula, anasema sisi ni watu ambao hatuli mpaka tuone njaa. Hivi kuna mtu ambaye hali mpaka aone njaa? Sisi ukikipata tu unakipiga, na wakati mwingine haina kitamani unapiga. Yani hatuna muda maalum wa kula. Mtume kaweka mtazamo huu mzuri, fikra, na wanaofuata utaratibu wa kiafya ndio utaratibu wao, mpaka akijisikia njaa ndo anakula. Haya, akila wa idha akalna la nashba, tukila hatushibi, sio hatuvimbiwi, hatushibi. Huyu ni Mtume Muhammad, na madaktari walipomtazama aliyezungumza haya miaka hiyo, ndo mule wakafanya wao practically wanayafanya haya. Na tukila hatushibi, yani unakula kuondosha tu ile njaa ili upate kufanya mambo yako, hatushibi. Kwa hiyo hapo, kama utakutana na chakula, umekaribishwa sehemu, nafasi bado ipo, kiu ipo, nafasi ipo, pia kuna nafasi ya hewa nzuri tu, ile afya umeitengeneza hivyo. Na kwa nini anatuandaa hivi? Achia huko, twende hapa kiafya, halafu tutoke hapa twende sumu tasihu kwenye mtazamo mwingine. Kwa mtazamo wa kibiolojia nimesema sitauzungumza sana kwa sababu si mchambuzi wa afya, lakini nauzungumza kwa sababu Mtume katuweka sisi, ametuandaa Waislamu suala la afya kwanza, kwa sababu afya ndilo jambo litakufanya uweze kufanya nini? Ibada. Hebu angalia kipindi cha miezi mitatu ya corona, ibada ya hija ilikuwepo kiutaratibu? Haikuwepo. Ibada zetu za swala misikitini zilikuwepo kiutaratibu? Watu jamaa kizikimbia, na zikiwekwa jamaa mmoja kule mmoja huku, jamaa hiyo vipi? Afya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhimiza jambo la afya akasema, akapendekeza katika mji utakaoishi wasikosekane watu hawa wawili. Mji utakaoishi watu wawili wasikosekane. Mtu wa kwanza mwalimu mwenye maarifa ya dini, mtu wa pili daktari. Kwa nini daktari? Afya muhimu sana. Kwa hiyo hapa katika jambo la saumu na afya ni jambo la muhimu sana. Kwa yale maandalizi ya miezi 11 yajayo, siha yako kwanza iwe imara, kwa sababu anatafutwa nani? Mcha Mungu. Kuna mcha Mungu atakayekuwa mcha Mungu katika kujiandaa kufikia cha Mungu bila ibada? Naam. Ucha Mungu lazima uingie kwenye nini? Ibada. Uswali vizuri, ujitengeneze ibada ya swala, tanha anil fahsha'i wal munkar. Swala inakataza maovu na machafu, iingie swala vizuri. Kama huna afya, ndio utakuwa swala zako rakaa 2 za kuchosha, rakaa 4 unaswali hivyo basi tu, huna sunna, huna usiku, huna qiyamul layl, huna tahajjud, huna witri, huna qabliya, huna ba'diya. Unatekeleza hii faradhi tu basi. Afya. Kama huna afya, kuna watu tumezungumza hapa haya faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra.
ambaye atakuwa ni mgonjwa. Hii Ramadhani inakuja ni wajibu lakini mgonjwa hajalazimishwa kufanya nini? Kufunga. Ugonjwa ambao kiafya utakusumbua lau wafunga, ukaambiwa utakuja kulipa siku za mbele. Kuna mgonjwa hatarajui kupona yale maradhi ni endelevu, na daktari kathibitisha hivyo. Huyu kaekewa mlango mbadala ya kufunga, akaekewa nini? Fafidyatun, atoe fidia kibaba kimoja kila siku moja atakayoiacha, alishe maskini kwa sababu kakosa nini? Afya. Ibada ya hija lazima uwe na nini? Uwe na afya. Mbio waziweza kidogo, fanya Safa na Marwa, kuzunguka kwenda, unakwenda masa kilomita kadhaa kwa mguu ambazo hata nyumbani huzitembei, na bajaji zilizoingia hizi ndo kabisa. Lakini kule Maka unakwenda na wepesi wako ni kwenda kwa miguu kuliko kupanda usafiri, kwa jinsi foleni na msongamano ulivyokuwa na njia zilivyokuwa za kuzunguka. Kila ibada unakuta afya mbele. Soma Qur'an, uwe na afya, kile kitako na macho yako, mara tumbo, mara kichwa, mara kifua, afya. Kwa ni jambo muhimu sana. Mtume akasema sumu tasihu, jambo linatengeneza afya zetu ni jambo la saumu. Lakini mpate kuwa na afya inatengeneza afya ya moyo. Tukizungumza kimaana, afya si tu mwili wako albadania waruhania au ruhia, kimwili lakini vile vile afya ya kiroho. Jamani, roho, nafsi nayo ina maradhi, na maradhi hayo tiba yake ni funga. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoishadidia hii saum akasema na malengo yake ilikuwa liyadhuqa saim shiddata aljui walatash, ili yule mwenye kufunga apate kuonja ugumu na uzito wa njaa na kiu. Kuna watu njaa hawajui rangi yake, hawajui ilivyokaa, wanaishi katika ulimwengu lakini hawajui njaa, hajui sana. Ukisema kuna njaa, sijala leo ya pili, hakuamini, kwa sababu yeye mazingira yake tangu mdogo hayajaumbiwa njaa. Yeye muda wote kwenye friji, kwenye freezer, nenda supermarket kafanye, yani yeye muda wote kipo. Sasa huyu yeye hajui njaa ilivyokaa na ikiwa hajayajua, hana uzoefu na maisha ya njaa na maisha ya dhiki, utampata wapi kumjua maumivu, kuyajua maumivu ya mtu mwenye dhiki? Hawezi kuyajua. Ili ayajue ikawekwa funga. Akikaa na njaa kuanzia saa 11:30 alfajiri mpaka saa 12 dakika 40-30 za jioni, jua linazama, ajua kwamba kumbe watu ambao hawana chakula, hawa maskini na mayatima na watu wenye shida, mafukara, wanapitia hali hii hata siku za kawaida. Mimi nimeonjeshwa ndani ya muda wa siku 29-30 taabani. Vipi, naona umekonda? Bwana, si mchezo, saumu najua. Lakini pia hawajawahi kuonja kwamba kuna watu hata yale maji ya kunywa shida, dhiki, nao pia wanaonja kiu. Kwa hiyo ile inamsukuma. Ndio maana Ramadhani utakuta hata wale ambao mikono yao haipendi kunjuka kwenye sadaka, Ramadhani wanafanya nini? Wanatoa sadaka. Una bahasha, msikitini kumekuja sadaka leo, wameletewa watu michele, wameletewa unga, tofauti na miezi ya kawaida, kwa sababu hata zile nyoyo zimeshapitia katika tarbia. Malezi ndo afya ya kiroho. Mtume alizungumza sumu tasihu, fungeni mpate afya. Baada ya kupata afya ya mwili, at the same time, wakati huo unapata afya ya roho yako, inalelewa, na roho inahitaji malezi. Ramadhani wale ahlu tasawuf wana kitu anaita khalwa. Khalwa ni faragha anayokuwa nayo mja na Mola wake kwa ukaribu, na hii yatakiwa kila Muislamu awe nayo. Kila Muislamu awe ana faragha na Mwenyezi Mungu
Kuna wakati anakaa peke yake, analeta dhikri yeye na Mola wake, hana habari na simu muda huo, hana habari ya chakula. Muda fulani awe nao katika masaa yake 24. Usione tabu kupoteza 1 hour, saa moja katika masaa 24. Aya 23 fanya mengine, lakini kuna masaa hayo unasema muda huu mimi nazungumza na Mungu tu, shida zangu, matatizo yangu, namlilia Mwenyezi Mungu, namtaja kwa wingi, namswalia sana Bwana Mtume. Muda huo uwepo. Unaweza ukakaa na simu ndani ya masaa, ukitoka TikTok unaingia Facebook, tena huna maana unalofanya, kama una posti labda la maana, ujumbe, mawaidha. Ukitoka uangalia komedi na mengine. Ukitoka Facebook unaingia tango, sijui. Ukitoka tango unaingia Snapchat. Ukitoka Snapchat unaingia YouTube. Yani wewe unazunguka ukiangalia hapa, ndani ya saa moja umetumia katika mambo pengine ni ya kipuuzi, sio kusikiliza mawaidha wala kueneza dini. Lakini huna katika masaa 24 muda ambao wakaa peke yako, ukaona kitako unamsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hutengenezi mahusiano ukaribu, unatengeneza mahusiano mazuri na unaowapenda kuwapelekea zawadi, unatengeneza mahusiano mazuri na unaowapenda kuwatembelea, kuwasalimia, kuwapigia simu, lakini wewe huna mawasiliano mazuri na mahusiano mazuri, wala huna mkakati wa kutengeneza mahusiano mazuri na Allah. Kwani mahusiano mazuri na Allah yanapatikana vipi? Kwa kuswali tu sala 5 au subiri Ramadhani uje kufunga? Hiyo ni sehemu ya mkakati ya mahusiano mazuri, kuyatengeneza mahusiano na mawasiliano na Mola wako. Lakini uwe na muda wa khiari uliojitolea mwenyewe, sio ule wa kulazimishwa. Maana ukija kuswali faradhi umelazimishwa, ukifunga Ramadhani umelazimishwa, lakini ukifunga sunna hujalazimishwa, unatengeneza mahusiano. Ukifunga Rajab, Shaaban unatengeneza mahusiano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisimama usiku hujalazimishwa, unatengeneza pale. Ndo Allah anakuona kabisa, Mola, huyu mja wangu ananihitaji, ananitafuta muda ambao sijamlazimisha kunitafuta, ananikalia kitako muda ambao sijamlazimisha anikalie kitako, anasimama katika muda ambao sijamlazimisha asimame. Huoni hapo fahari? Pale ambapo mzee anakupigia simu anakuambia, mwanangu nimeishiwa, sina lolote, niletea angalau 50,000. Tap tap, unamtumia 50,000. Na ile unayompigia simu baba au mama au mzazi mlezi au mwalimu, unamwambia unatumia namba ipi kwenye pesa? Ndio hii basi, nakutumia mzigo wako sasa hivi. Pap, imeingia 100,000. Ipi anajisikia furaha? Ile ulompelekea kwa khiari au alokupigia simu? Pengine anakupigia simu anajishauri, mwanangu pengine mwenyewe katika hali ngumu sasa hivi, lakini nitafanya nini? Ngoja nende huku. Yeye kashanituuga sana huyu, kashanitumia sana, kashanilazimisha sana, nishamsomesha miaka yote. Anatumia nguvu ya nini? Ya ubaba. Bwana mkubwa, fanya mipango yako yote. Na mwingine anakuambia hana muhali sana, fanya mipango yako yote, 50,000 nisikose leo. Kichwa kinakuuma, baba kalazimisha 50,000. Kwa hiyo inabidi tu ufanye maarifa yako, 50,000 fanya nini? Ipatikane. Unaituma, lakini pengine unaituma kwako hoja kijua cha kukila kwa sababu baba au mama. Lakini fahari ya ile ambayo utaituma kabla hajakwambia ni Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, atakuombea dua zote. 20,000 tu anakuombea dua zote mzazi. Sasa khiari si utumwa, si kama utumwa. Mwenyezi Mungu anapenda mno, na ndo uwalii na wapenzi ya Mwenyezi Mungu yanakuja kwenye ukhiari. Utengeneze mazingira, unakaa kama ni msikitini, kama ni chumbani, unamsabih Mwenyezi Mungu, unamtaja la ilaha nyingi, swala za mtume kwa wingi, uone utakapobarikiwa na kufungukiwa na maisha yako. Lakini hatuna, tukishafanya faradhi, na hiyo faradhi unaifanya muda unaotaka, unaifanya vile unavyotaka tu, ipite tu, shaswali, shapata pointi 3, unaondoka. Kwa roho kwanza zinatengenezwa, na muda wa kuzitengeneza ni ndani ya muda pia wa Ramadhani. Sumu tasihu, afya itengenezwe ya roho yako kuzielekea zile ibada. Kwa hiyo matajiri wanakuwa wepesi. Kwa sababu gani? Huu ni mwezi unawaandaa watu. Lakini saikolojia zetu, fikra zetu ziende vipi? Kwamba mwezi huu ni daraja tu la kunifanya mimi baada ya Ramadhani, na haya ndio maisha yangu. Tunajua kwamba Ramadhani ndio maisha kamili ya miaka yote.
ya miezi yote mingine, utabadilika mfumo tu. Kwanza Ramadhani ndio mwezi ambao utakiwa useme uongo kabisa, usengenye, usiharibu saumu yako, lakini kumbe yale yamekatazwa hata miezi mingine. Kwa Ramadhani jizoeshe, Ramadhani ikimaliza yale ndiyo maisha yako. Ramadhani unafunga, usisahau kwamba kila juma na Alhamis na Jumatatu kuna saumu ya sunna, yawe ndio maisha yako ya kisunna. Jumatatu, Alhamis isikupite. Ndani ya mwezi kuna mwezi 13, 14, 15 siku nyeupe. Ukifunga siku hizi ni kama ulifunga mwaka mzima, siku 3 kila mwezi. Iwe na wewe unajiegesha baada ya Ramadhani, ni mzoefu mzuri wa saumu. Kuna watu ndani ya jamii zetu tangu walipofunga Ramadhani ile hana kumbukumbu hata siku moja iliyompita iliyotokea akafunga sunna. Wapo hawapo? Wapo watu katika jamii hajafungapo sunna tangu Ramadhani ilipomaliza, na ukimwambia jambo la sunna, Rajabu hii bwana, kunafunga hii, kunafunga hiyo, bwana, mtu mzima anakuja kesho kutwa nikachezee mtoto. Yani dharau, maneno ya kejeli, kwamba eti Ramadhani inakuja kuna ulazima gani wa hizi sunna. Maskini hajajua nafasi ya sunna katika kumpeleka kwa Mwenyezi Mungu. Ikhwata alkiram, Ramadhani iwe ni sehemu ya khalwa, faragha. Ile faragha jizoeshe. Hebu angalia Ramadhani, watu wengi utawakuta msikitini, kuna alojipindua, ni ibada pia kukaa msikitini, lakini wako wengine wamekaa na masafa na somo, mwingine ya tasbihi. Alhamdulillah, kuonesha ni mwezi fulani wa matumaini hivi. Lakini yale uliyoyafanya Ramadhani ukaonekana na masafu mara kwa mara, yale je, ikija miezi ya kawaida hutakiwi ukaa na masafu? Kukumbe Ramadhani ni unajifunza, unajilea vile Kiislamu, ili miezi ijayo yawezekana Ramadhani utakuwa umejizidisha tu, kwa sababu Ramadhani una pointi za ziada, unapata zaidi kuliko miezi ya kawaida. Lakini baada ya Ramadhani bado maisha yako yawe ni kushika mashafu. Lini umeshika mashafu ukasoma? Lini ukashika tasbihi? Nini nyiradi? Umeshika nyiradi? Basi yale ndio maisha ya mumin. Hatakiwi awe mbali na Mwenyezi Mungu. Wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Msikilize Mwenyezi Mungu anasema wala takunu. Hii aya imeanza nyuma huko, kidogo tuianze huko nyuma. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Enyi mlioamini, mwogopeni Mwenyezi Mungu na itazame nafsi kile ilichokitanguliza jana kwa ajili ya kesho, na itazame nafsi kile kilichotangulizwa na nafsi kwa ajili ya kesho. Kipi umefanya jana? Leo umefanya nini kwa ajili ya kesho? Nafsi jikague. Halafu Mwenyezi Mungu ana habari zote, mche Mwenyezi Mungu ana habari zote kwa yale mnayoyafanya. Aya mbele nakasema wala takunu kalladhina nasullaha, msiwe kama wale ambao wamemsahau Mwenyezi Mungu. Simsahau Mwenyezi Mungu, jifanye muda wote unamdhukuru Mwenyezi Mungu, namkumbuka muda wote unamtaja, simsahau. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea mfumo wa kumtaja Mungu kila mahali. Ukipanda chombo kuna dua, unamtaja Mwenyezi Mungu. Ukiingia ndani ya nyumba, Waislamu tunafundishwa tunaingia kwa dua, bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbuna tawakkalna. Unaingia na dua, unatoka bismillahi tawakkaltu ala Allah. Unaingia chooni kwenda kufanya haja, unaingia na dua, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Unatoka na dua. Ukipanda farasi, ukipanda ng'ombe, ukipanda gari ya ng'ombe, ukipanda sijui gari hii ya motokaa, motorbike, zote vipando unavyopanda vinavyotakiwa kupandwa, unapanda kwa nini? Kwa dua. Kila jambo limewekewa dua, hata ukivaa nguo. Sasa maana yake ni kila mahali wewe, wala takunu kalladhina nasullah, msiwe kama wale ambao wanamsahau Mwenyezi Mungu. Tangu asubuhi hujamtaja Mungu hata mara moja.
zaidi ukiingia kwenye swala. Hapa katina kati hakuna alhamdulillah, hakuna la ilaha illa Allah, hakuna subhanallah, hakuna swala za mtume. Maana ukimswalia mtume pia unamtaja Mwenyezi Mungu. Fa ansahum anfusahum, kule kumsahau Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu asema fa ansahum anfusahum, atawasahaulisha nafsi zao. Wewe ukimsahau Mwenyezi Mungu naye anakusahaulisha. Lakini ukimtaja je, fadhkuruni adhkurukum, nitajeni na mimi nitakutajeni. Ukijiwekea mfumo wa kumtaja Mungu, naye Mungu anakutaja ukimtaja, na anasema ukinitaja, akinitaja mtu katika nafsi yake, nami namtaja katika nafsi yangu peke yangu, mimi kama mimi Mungu wake. Ukinitaja mbele za watu, inda almalai, ukinitaja mbele za watu, nami nakutaja mbele za watu, za viumbe watukufu kuliko walokaa na wewe. Kwa hiyo sifa moja hiyo, kwamba Mungu ukimkumbuka naye anakumbuka, hapo ukimtaja naye anakutaja. Ukimsahau naye anakusahaulisha kabisa. Ulaika, hao wenye kusifikana na sifa za kumsahau Mungu nao wakasahaulishwa na Mungu, hao humul fasiquna, ndio watu mafasik, washaingia katika watu mafasik. Kwa hiyo mada hii itakuwa ni kubwa, ila naifupisha. Tukipata wasaa tutaizungumza sehemu nyingine, japo kuwa si kwenye kikao kama hichi, tutairusha kwa wale ambao wanafuatilia. Lakini tunazungumzia kwa ufupi na mukhtasar, tuelewe kwamba tunakwenda kuingia ndani ya Ramadhan, ni juu yetu kuwa na istidad, maandalizi ya kifikra. Ndio kama hayo tunazungumza, ajue mtu anakwenda ndani ya Ramadhan, atakiwa kule Ramadhan akawe vipi, na malengo ya Ramadhani ni yapi, ili ayatumikie yale malengo. Yakimaliza malengo, mwili umekaa vizuri kiafya, kuendelea na ibada siku zote, roho yake imekaa vizuri, imekuwa laini, moyo uwe laini, uwe ni wenye kukunjuka kutoa, uwe ni wenye kuzungumza mazuri, iwe ni mtu mwenye kupenda ibada, iwe ni mtu mwenye kukaa vizuri na watu, awe ni mtu mzuri, yule mwenye tabia Mungu anazozitaka na kuzipenda. Ikimaliza Ramadhan ni kama yule mtu aliyetoka kwenye chuo. Ukimaliza chuo unatarajiwa vipi? Watarajiwa uwe mtu mwenye uzoefu, mwenye uzuri katika kuitumia vizuri kompyuta, kama ni masala ya kompyuta. Kama ni mwana IT, kama ni mtu business, anatarajiwa awe ni mwenye kuweza kusimamia, kumanage any business he faces, au sio? Biashara yoyote, business yoyote anayoelekea, anaweza kucheza nayo vizuri. Ikiwa ni daktari, akimaliza kozi yake ya miaka 5-7, anatarajiwa anaweza kutibu, na mwili anaweza kuusoma, akaenda nao na reaction zake vizuri. Na Ramadhani ikimaliza, ikiwa Ramadhani ni darasa, Ramadhani inamaliza, maana yake tayari tumeshakuwa level ya uchamungu tunayo. Sasa tunauchunga uchamungu wetu ndani ya miezi iliyobakia. Sio inamaliza Ramadhani na wewe uchamungu basi, Qur'ani basi, ibada basi, swala basi, saumu ndo basi. Hapana, swala unaendelea nazo za sunna faradhi, saumu za faradhi na za sunna unaendelea nazo, unaendelea na ibada baki za ibada kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameagiza. Kwa hiyo inshallah tumalizie hapo kwamba sisi tunakwenda ndani ya Ramadhan kwa maandalizi maalum. Isiwe watu wanakosa maandalizi, ndo wale unawaona siku za mwanzo wanajaa misikitini na tarawih hapa. Siku 5 mpaka 10 zile zikimaliza, iangalie misikiti yetu, ndio ujue watu hawakujiandaa kuingia ndani ya Ramadhan. Waliingia ndani ya Ramadhani kwa mazoea. Saumu tayari, nafunga mpaka jioni, nakaa na njaa, basi hajajiandaa na Ramadhani. Ndio unamwona kenda kutafuta bao jipya la kuchonga kwa ajili ya keram na poda. Huyu hajajiandaa na Ramadhani. Hatufichani, ananunua jora mpya za nini, za karata. Ramadhani haipokewi hivyo. Wewe mgeni wako mtukufu umpokee hivyo, mgeni mzuri, heshima. Unaandaa mazingira mazuri nyumbani, na chakula unaandaa kile ambacho hujakipika siku nyingi, cha fahari. Hata kukopa utakopa, kwa sababu mgeni anayekuja ni mtukufu. Kwa kuwa hatujajua thamani ya Ramadhan, ndipo maandalizi yetu yanakuwa madogo, mabaya, mabovu. Tunajiandaa kwa keram, ati tunakuja kupoteza wakati ule mchana. Hivi anayejua thamani ya Ramadhan ana muda wa kupoteza? Akiona hana la kufanya,
au fitna nyingi, ana khiari akalale apate nguvu za kuja kuamka usiku. Maana hata ule usingizi atakaolala mchana anaulala kiibada, analipwa ndani ya usingizi, analipwa, anapata nguvu ya tarawih na qiyamul layl. Kwa hiyo hayo ndio maandalizi ya waumini. Ikiwa tumekuwa watu tulioitwa tunganadiwa katika hii aya, enyi mlioamini, halafu tukajua lengo la Ramadhani kujitengeneza kuwa wacha Mungu, sisi hatutakiwi kujiandaa katika mambo mengine zaidi ya kutafuta mazingira mazuri ya kiibada. Mimi nitakuwa nasoma Qur'ani kwa mfumo gani Ramadhani? Malengo najiwekea kabisa, ndo maandalizi hayo. Mwaka jana sikupata hata khitma moja, kuuzunguka msafu mara moja sikupata. Mara hii ni uzunguke msafu mara moja. Nitasoma kwa njia gani? Kila siku juzuu moja. Mwaka jana nilipata juzuu moja, mara hii 2 au 3 au 5. Halafu haya malengo uje kuyasimamia kwa mikakati, sio siku za mwanzo baadaye. Na yule ambaye hakumaliza mashaf au juzuu, alikuwa mchache wa kusoma Qur'an, zile sura anazozijua ajitahidi awe ana muda anazisoma sana, na adhkari mbalimbali. Lakini pia ana wakati wa kufanya kuendelea kujifundisha Qur'an, ni jukumu lake. Lakini Ramadhani simpita kasa mimi sijui kusoma, hiyo qul huwallahu soma mara 100, qul huwallahu soma mara 1000, alhamdu soma mara 100. Uone utakavyofungukiwa na mambo ya asrari na mambo ya kiroho na mambo ya kimwili na mambo ya kiucha Mungu. Lakini usijiache, amradi Ramadhani itumie kwa kadiri Mwenyezi Mungu alivyokujalia. Muabudu Mwenyezi Mungu unavyoweza, ndivyo agizo lake Allah Subhanahu wa Ta'ala lilivyokuja. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na maandalizi ya usahihi, tusiwe na maandalizi ya kibilisi na kishaitani. Shaitani anatengeneza mazingira hata Ramadhani yako iharibu. Usiwe na maandalizi hayo, kuwa na maandalizi yale yaliyokuwa yakiandaliwa na waja wema waliopita. Wabillahi tawfiq. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.